Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50, na kabla hatujaendelea, naomba ukae na mimi mpaka mwisho, na naomba uangalie video hii fupi inayohusiana na somo letu la leo la kuzaa matunda, na leo tunaenda kuangalia somo muhimu sana, na Mungu akubariki sana. Kila tunda huanza na mbegu, hakuna kinachokuwa bila kupandwa kwanza. Lakini si kila mbegu huzaa matunda mema. Kila kinachopandwa ndicho kinachovunwa. Kuna mbegu za mwili na matunda yake huonekana wazi, kama vile hasira, chuki, wivu, magomvi na mambo kama hayo. Lakini pia kuna mbegu ya Roho wa Mungu na matunda yake huleta uzima, na matunda yake huwa ni kama vile upendo, furaha, amani, utu wema. Kati ya matunda yote kuna moja lililo kuu, nalo ni upendo. Upendo hauishii tu kwa maneno yetu, unaonekana katika matendo yetu, jinsi tunavyosamehe, kuvumilia na kutoa. Je, maisha yetu yanazaa matunda gani? Watu wanaona nini ndani yetu? Leo tunaenda kuzungumzia huu upendo. Kwa nini ni tunda la Roho? Je, tumeitwa kumpenda nani, na kwa nini Mungu anataka tuwe na upendo? Amen. Basi kabla sijaendelea, kama wewe ni mgeni katika channel hii, naomba usubscribe, share, like and comment, na tunaendelea na somo letu la leo kama ambavyo hiyo video fupi imetuelezea kuhusu matunda, jinsi ambavyo matunda yanazaliwa. Kwa hiyo kiufupi kuna aina mbili kuu za matunda: matunda ya mwili na matunda ya roho, kutokana na mbegu uliopanda, kwa sababu hakuna tunda linalozaliwa bila mbegu. Kutokana na mbegu uliyopandwa ndipo tunda litakapozaliwa. Tutajua wewe ulipanda nini. Umeona, wiki ile iliyopita tuliangalia hilo swala. Sasa neno la Mungu linatuambia katika Wagalatia 5, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayo yataka. Kwa hiyo kwanza, matunda ya mwili na matunda ya roho yote yanajulikana au yanaonekana kutokana na matendo yetu, ndio yatakayojulikana kama wewe ulipanda nini uko ndani. Lakini yapo mashindano katika kuzaliwa. Kipi kitakuwa kwanza? Je, ni matunda ya roho au matunda ya mwili? Matunda ya mwili ndio yanayotamani, yani yenyewe yanatamani kushindana kila wakati na yale matunda ya roho. Na hii tunaweza tukachukulia tu mfano wa magugu. We panda kitu chako afu magugu yaote, utaona magugu jinsi ambavyo yanashindana na ule mmea mzuri ambao unathamani kwako. Sasa inategemea na sisi sasa tuna alau magugu. Saa nyingine kama neno Mungu linavyosema kwamba adui upanda wakati wa usiku, yawezekana tunalala sana wakati wa usiku, adui anapanda magugu. Mwisho yale magugu yanakuwa yanayasonga lile tunda la roho. Mwisho tunda la roho linakuwa linanyong'onyea na hata kufa. Kwa hiyo watu wakiona wanaona magugu. Sasa tuende kuangalia ili tunda la mwili, watu wanaona nini na kujua hapa kilichopandwa ni cha mwili. Neno la Mungu linatuambia katika Wagalatia 5 mstari wa 19 mpaka wa 21, inasema utaangalia matendo. Tumesema kwamba katika matunda yote mawili ni kinachoonekana ni yale matendo katika mwili. Sasa tunajuaje umepanda katika mwili? Matendo yako yatakuwa dhahiri, ambayo ni uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Kwa hiyo mambo yote yanayofanana na hayo ni matunda ya mwili. Sasa anasema, nawaambia mapema kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao matendo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu. Kwa hiyo jamani, tuwe waangalifu kwamba haya matunda ya mwili yanataka kushindana na matunda ya roho, kwa sababu mwili unyewe unataka kufa tu, na haya matendo yanapoonekana kwetu, ina maana kama neno Mungu linavyosema, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi au matunda haya yanapelekea mauti, uharibifu. Mungu atusaidie, tuwe macho,
na kulinda na kulinda kwamba adui asipande ile mbegu mbaya ya magugu. Sasa matunda ya Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yao mabaya na tamaa zao. Kwa hiyo umeona, ili uweze kuzaa matunda ya Roho lazima tusulubishe miili yetu na mawazo yetu na tamaa zetu, kwa sababu hata matendo yanaanzia kwenye mawazo, yanaanzia kwenye tamaa zetu. Tukiongozwa na Roho tutazaa matunda ya Roho. Sasa leo tunaenda kuangalia hili tunda la upendo, na kabla hatujaendelea, hebu tuangalie kanuni kubwa ya matunda yoyote. Neno la Mungu linasema msidanganyike. Yani katika vitu ambavyo Mungu anatuonya kabisa kwamba msidanganyike. Ina maana tunaweza tukadanganywa, tukaambiwa wala sio hivyo. No, neno la Mungu linatuambia msidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Unaona, yani Mungu hapa mimi nimeona yuko very yuko very straight. Anasema Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Kwa hiyo mavuno ni aina mbili tu, uharibifu au uzima wa milele. Kwa hiyo haya matunda yanapelekea, matunda ya mwili yanapelekea uharibifu, matunda ya Roho yanapelekea uzima wa milele. Tena basi anatuambia tusiache katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati tusipozimia moyo. Kumbe bwana, matunda ya Roho yanahitaji sana uvumilivu, kama yalivyo matunda yoyote mazuri. Wewe nenda ukapande uko tunda lolote zuri uone, magugu yanakuwa haraka. Hayahitaji uvumilivu aina yoyote, hayahitaji matunzo, yenyewe kazi yake ni kukua na kuiba chakula cha tunda jema. Lakini tunda jema linachukua muda, na ndio maana watu wengi tunapotea kwa sababu hatuna uvumilivu. Na ndio maana sasa hivi tunaiona dunia, vitu vingi ni kwa sababu ya kutokana na kuwa na uvumilivu. Matokeo yake tunazaa matunda ya mwili na sio ya Roho. Umeona? Sasa twende kwenye upendo. Kwa nini upendo ni muhimu? Kwa nini Mungu anataka akiangalia mti wangu aone upendo, akiangalia mti wako aone upendo? Sababu kubwa inapatikana katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Inasema, wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo Mungu ni upendo, anataka tuwe kama yeye, tuwe na upendo. Anasema ya kuwa kama huna huo upendo, wewe hujatokana na Mungu. Hiyo mbegu iliyopandwa haijatokana na Mungu, imetokana na adui. Na vile vile inaonyesha kwamba wewe unamjua Mungu, kwa sababu Mungu ni pendo. Kwa hiyo ndio sababu ya kwanza ambayo Mungu anataka akituangalia aone upendo. Matendo yetu yanaonyesha upendo, na kama ile clip ilivyosema, upendo sio maneno, sio kumwambia mtu nakupenda alafu unafanya opposite. Hapana. Now, huu upendo ni wa aina gani? Manake jamani, ni rahisi sana kusema nakupenda, ni rahisi sana ku feel. Hii sio feeling. Upendo huu sio feeling, kwa sababu feeling huwa zina disappear. Lakini upendo wa kweli haudisapii. Huu upendo tunaozungumzia una sifa zifuatazo. Ya kwanza, unavumilia, unafadhili, hauhusudu. Huu upendo hautakabari. Unajua kutakabari ni kule kusema bwana basi bwana, yani mimi yule nilikuwa nampenda sana, lakini sasa mimi nimeona basi. Unamwacha mtu. Haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Umeona? Hautafuti mambo yake mwenyewe, yani sio selfish. Unajua kuna mtu mwingine unampenda, lakini yeye ndio anatakaga kila siku yeye ndio awe priority, anachosema yeye ndio mwanzo na mwisho. Huo sio upendo, huo hiyo ni control.
Hauoni uchungu. Huwezi ukawa una upendo alafu unamuonea mtu uchungu ukimwona amefanikiwa, amekupita na ana mafanikio kuliko wewe. Huo sio upendo. Hauhesabu mabaya. Jamani, kuna watu wanakuaga na diary, wanaandika mabaya. We muulize tu, hii ni mara ngapi nimekukosea, atakwambia. Haufurahi udhalimu. Umejua mara nyingine na sisi tunaingia kwenye huo mtego huo, kusema nilijua tu, alivyofanya vile, alivyonifanyia vile, Mungu kamchapa. Wewe mbona unafurahia udhalimu? Bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote na hustahimili yote. Nenda kasome waraka wa kwanza wa Korintho 13 mstari wa 8, inasema upendo haupungui neno wakati wowote. Umeona? Kwa hiyo upendo haupungui, yani hauna mapungufu. Mwezi ukasema jamani, mimi ni mapungufu yangu. Ndiyo, tunayo mapungufu, lakini kwenye swala la upendo hakuna mapungufu kwenye upendo. Nao tunampenda nani? Hapo ndio penye issue. Manake saa nyingine tunajipenda wenyewe, ndio pale unasikia mimi kwanza, au jipende mwenyewe. Nani atakaye kupenda? Neno la Mungu alijatuambia mahali popote tujipende wenyewe kwanza. Neno la Mungu linatuambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Kwa wa kwanza ni Mungu ambaye tunampenda. Tukishampenda yeye kwa moyo wote, yani kule moyoni pamejaa Mungu, roho imejaa Mungu, akili zimejaa Mungu, ndio hapo sasa tunakuwa tumependa. Na tunampendaje? Kama tulivyosoma hiyo wa Korintho wa kwanza, tunavumilia. Sio tukipita kwenye mabaya tu, mimi jamani basi. Basi vipi? Unataka uvumilie. Umeona? Haya, ya pili anasema ni ya pili ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kama nafsi yako. Sio kwamba unamweka jirani mbele au wewe unajiweka mbele. Kama, yani hapa ni iko. Tuko hivi, mimi na jirani yangu. Jirani yangu ni nani? Nenda ukasome habari za Msamaria. Bwana Yesu ndio walipomuuliza jirani yangu ni nani, akawatolea mfano wa Msamaria. Mtu mwingine tunatakiwa tumpende ni adui yetu. Nenda kasome Luka 6 ile mstari wa 27 mpaka huko chini. Inaelezea tunatakiwa tumpende adui zetu, tunatakiwa tuwatendee mema wale ambao wanatuudhi, tunatakiwa tuwabariki, alafu tuwaombee. Neno la Mungu anatuuliza hapa, anasema ya kwamba mkiwapenda wanaowapenda nyinyi, je, mna tofauti gani na watu wengine? Na ni kweli, hiyo ni natural. Mwanadamu yoyote anampenda yule ambaye anampenda na hampendi yule ambaye hampendi. Lakini sisi tunatakiwa tuwe tofauti, kwa sababu pendo letu halitoki sio la kimwili, ni pendo linalotoka kwa Mungu. Na sisi tunataka kuwa kama Mungu ambaye huanyeshea mvua wabaya na waovu. Neno la Mungu linatuambia. Kwa hiyo nasema tuwe kama Baba yetu aliye juu mbinguni. Umeona? Vile vile kwa nini Mungu anataka tumpende nani? Kwa nini sasa tumpende Mungu, tupende jirani zetu kama nafsi zetu, tupende adui zetu na kuwaombea? Kwa sababu hii ni amri. Bwana Yesu anasema hii ni amri mpya ninawapa, mpendane kama vile mimi nilivyowapenda ninyi, mpendane vivyo hivyo, ili watu watambue ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo kuna group la nne hilo. Kwa hiyo tunapenda Mungu, tunapenda jirani zetu, alafu tunapenda adui zetu, lakini tunapendana sisi kwa sisi ambao ni kanisa. Lakini vile katika hizi group tatu apart from Mungu, tunapopenda hawa adui zetu, jirani zetu na sisi kwa sisi, tunakuwa tunaonyesha ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Kristo. Umeona? Na si wanafunzi wa mwingine yoyote. Sasa Bwana Yesu tena anaendelea kuzungumzia katika Luka 6 mstari wa 35 na 36, kwa nini tuwapende adui zetu. Na hii ni sababu kubwa nayo kwa nini tunatakiwa tupende. Anasema kwa sababu tutakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Basi iweni na huruma
kama Baba yenu alivyo na huruma. Kwa hiyo katika kuwapenda adui lazima tuwahurumie. Unajua, usipomhurumia adui yako huwezi kumpenda. Kwa hiyo na tunapofanya hivyo tunakuwa kama Baba yetu aliye juu mbinguni. Weni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Wanaupendaga sana huo mstari. And then kuna mstari mwingine unasema be perfect as your Father in heaven is perfect. Kwa hiyo wapendwa, hii ndiyo habari ya upendo. Lakini cha muhimu, nenda kasome wa Korintho wa kwanza ile sura 13 mstari wa kwanza mpaka 13, ukaangalia zile sifa za upendo. Je, mimi katika kupenda kwangu ninawapenda na ninawapenda katika kiwango hichi? Yani ile pale ndio inakupa kiwango. Hiki ndio kiwango hiki. Tick, kama kuna boxi tick, navumilia tick, na sihusudu tick. Umeona? Na Mungu anataka tufikie hapo. Lakini kama neno la Mungu linavyotuambia, sio kwa nguvu wala uweza, ila ni kwa Roho. Ni lazima tukubali kuongozwa na Roho ili tuweze kupenda na kuwa kama Baba yetu wa mbinguni, ambaye yeye pekee ndio hilo pendo lenyewe. Basi wapendwa, ngoja mimi niishi hapo. Ikijayo tutaendelea na sehemu nyingine ya tunda la Roho. Na Mungu wa mbinguni awabariki. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike, na Mungu akubariki sana. Mpende jirani yako kama nafsi yako, na mpende Mungu, na penda adui zako.